Na mimi kwa sababu niliambiwa nifungue, basi na mimi nasema maonesho haya yamefunguliwa rasmi. Na nasimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Anthony Mkaka, mkuu wa mkoa wa Njombe, ambaye nadhani ya kwamba ataungana nasi baadaye, lakini kwa misingi ya kikao hiki ameniomba nimwakilishe. Mnaridhia sio? Mnaridhia sio? Lakini cha pili, nianze kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kufanya katika nchi yetu, hususan katika mkoa wetu wa Njombe. Pamoja na shughuli nyingi ambazo inaendelea kuzifanya, lakini Njombe pia tumeendelea kuwa wanufaika wa kazi kubwa ambazo zinafanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya misitu na sekta nyingi ambazo ziko katika nchi yetu. Sambamba na hapo, ninawapongeza sana ninyi Wizara ya Mali Asili na Utalii chini ya Dr. Barozi Pindichana, ambaye mmeona kuichagua Njombe kuwa sehemu mojawapo ya kufanya maadhimisho haya. Na wana Njombe wamekubali kuyapokea maadhimisho haya na wako tayari kuyapokea na wako tayari kuadhimisha pamoja na ninyi. Tunawashukuruni sana kwa niaba ya wananchi wa Njombe. Lakini sababu na hapo, ndugu zangu wananchi wa Njombe, kauli mbiu ya mwaka huu inasema ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi hiki na kijacho. Na mgeni rasmi wa maadhimisho haya, kama tulivyotangulia kusikia, ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tutakuwa naye tarehe 21, maana yake ni kesho kutwa. Atakuwa kwenye viwanja hivi. Na mimi nipende kutumia fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wananchi wote wa maeneo yote, mitaa yote, tuje kwenye viwanja hivi tumlaki Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na wakati tunaendelea kumsubiria Waziri Mkuu, tuliamua kama mkoa tuwe na shughuli za kufanya kwenye uwanja huu. Mojawapo ni kujiona na kuona mambo yanayofanyika katika wizara yetu na kujifunza vitu vinavyofanyika. Leo nimepita pale, nilikuwa nafundishwa namna ya teknolojia ya kumkausha mnyama. Na mkipita pale mtaona mambo ni mazuri sana. Lakini ukiendelea kupita kwenye misitu hii, kuna misitu ya Milingoti ambayo imeboreshwa kidogo tofauti na Milingoti ndio. Yaani ya miaka 7 unaivuna. Kwa ni waombe mpite kila banda, wananchi piteni, msiliache. Tunajua sisi uchumi wetu wa Njombe ni misitu. Ndio biashara yetu, ndio mitaji yetu, lakini ndio utajiri wetu. Na wana Njombe ni matajiri kwa sababu ya misitu. Njombe hoye. Msiache kupita kwenye mabanda haya. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza kwamba wananchi waendelee kujitokeza kwa wingi kuja katika maeneo yetu. Na niwaombe sana, tukiwa hapa kwenye maadhimisho haya ya siku ya misitu duniani, halmashauri zetu za mkoa wa Njombe zinatoa huduma za kusikiliza kero za ardhi, misaada ya kisheria katika maeneo yetu. Lakini tunaendesha kliniki kwa mama na wajawazito katika maeneo yetu. Na upimaji unafanyika bure katika maeneo haya. Kwa tuwaombe watu wasikae majumbani, waje kwenye maeneo haya kwa sababu huduma hizi zipo. Na pale kwenye msaada wetu wa kisheria pale, mtu yeyote ambaye ana changamoto ya kisheria anaweza kaenda pale, atakutana na wataalamu wetu wako kwenye maeneo yetu. Njombe oye. Cha tatu ambacho nataka kusisitiza ni kwamba tarehe 21 tunatamani huu uwanja huu ukachimbike. Na tutakuwa na vikundi vingi vya hamasa.
Misomisondo naambia watakuwa vijana wa Misomisondo Misomisondo watakuwa maeneo haya. Lakini tunategemea waziri mkuu akishamaliza shughuli yake pale kuhutubia, sisi tutakuwa na mkesha hapa, kwa sababu tutakuwa na nyama choma. Kuanzia akishuka tu kwenye jukwaa tunaanza nyama choma. Nyama choma zitakuwa maeneo hapa zote, tulishaanza kuandaa mabanda. Kwa wananchi wote wako maeneo haya. Hayo haziuzi, wengi kwenda pale kula nyama choma. Njombe oye! Njombe oye! Kwa hiyo tunapo lazima kwa mtu jiandae. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia wewe njoo na chumvi na pilipili basi. Mambo mengine utayakuta huko. Vitu vingine utavikuta katika maeneo yetu. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana wana Njombe. Hamna haja ya kuendelea kukaa nyumbani, hamna haja ya kuendelea kukaa kijiweni. Ni muda mfupi tutampokea waziri mkuu katika maeneo haya. Kwa hiyo niwaombe mjitokeze sana katika maeneo yetu. Lakini sambamba na hapo, tunashukuru wizara wameamua kutuletea wanyama hai. Wengine kwa namsikia simba tu yuko nje, lakini simba leo yuko hapo. Simba yuko hapo, yuko live. Njoni mumuone. Muone shughuli yake. Ikiwezekana usimuuzi, tukasema kinyanyuka inaweza kuwa changamoto. Usimuuzi, lakini atakuwa yuko katika maeneo haya. Pamoja na faida nyingi ambazo tunazo katika maeneo yetu. Ukipita kwenye mabanda utajifunza faida za utunzaji wa miti na misitu katika maeneo yetu. Bidhaa nyingi zilizoko hapa zimetokana na mazao ya misitu na miti. Tujifunze kutoka kwenye hayo mabanda. Wana elimu nzuri, nimepita tu kidogo, lakini elimu ni nzuri sana. Kwa hiyo niwaombe sana tuchangamke. Na sisi iwezekano ukapata gap wapi naweza kutokea kupitia kujifunza katika mabanda yetu. Kwa mimi niwapongeze sana sana. Maonesho ambayo yatafuatiwa na shughuli za mdahalo na baadaye siku ya kilele tarehe 21 ambayo tunamtegemea Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa mgeni wetu na tuweze kumsikiliza. Kwa ufupi sana Mheshimiwa, siku hii ambayo tunategemea kilele chake kiwe tarehe 21 ni jambo ambalo ni mambo mawili yatakayofanyika kwa wakati mmoja. Mosi, tutaadhimisha siku ya kitaifa ya upandaji miti ambayo mwanzoni ilipangwa kufanyika tarehe 1 ya kila mwezi wa 4. Lakini tukio hili pia litaandamana na kuadhimisha siku ya misitu duniani ambayo kimsingi ndio siku yake tarehe 21 ya mwezi wa 3. Kabla ya tukio hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya hamasa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa uhifadhi, lakini pia tumeweza kupanda miti katika taasisi mbalimbali ili kudhihirisha kwamba siku hii inao umuhimu mkubwa kwetu sisi wa Tanzania, lakini kwetu sisi wana Njombe ambao tumepata fursa ya mwaka huu tukio hili kufanyika kwetu. Tunapoendelea kufika kileleni, ni wito wangu kwa waalikwa wote wana Njombe, ni wito wangu kwa watumishi wote wa serikali kuangalia sasa kauli mbiu ambazo tunakwenda nazo. Kauli mbiu ya kwanza ambayo inalenga kwenye kuongeza thamani, lakini kauli mbiu ya pili ambayo tunatuambia misitu na chakula, ya kwamba hivi bila misitu chakula kinapatikana wapi? Ya kwamba ndani ya msitu tunapata maji, ndani ya msitu tunaweza kufanya umwagiliaji, ndani ya msitu na faida tele ambazo kila mtu anaweza akazitambua. Ndugu mgeni rasmi, katika maadhimisho haya kuna mambo makuu matatu ambayo manne ambayo yanafanyika. Kwanza ni hamasa kwa wananchi wote Tanzania kwa kupitia
hapa Njombe. La pili ni maonesho ya bidhaa mbalimbali za wajasiriamali mbalimbali, aidha zinazotoka moja kwa moja katika hifadhi zetu za misitu au ambazo zinatokana na uzalishaji unaotokana na kwenye mazao ya misitu. Lakini tatu, watu wataweza kuona namna gani ambavyo bidhaa ya misitu inaweza kuongeza thamani katika kuhakikisha kwamba hakuna kinachotupwa katika mnyororo mzima wa mazao ya misitu. Lakini nne, ambalo ni kubwa kuliko yote, wananchi watapata fursa ya kupata ujumbe wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye pia atawakilisha, atakuwa anazungumza maneno ambayo yanawakilisha ujumbe wa mhifadhi mkuu ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tutapata fursa hapa kama nchi kupata ujumbe huo, na nitawaomba kwa namna yoyote ile tujitahidi kufanya hamasa ya kutosha ili tutoke kuja kuwapokea. Mheshimiwa, kwa kuwa hadharani ambapo uzinduzi huu ni wa kwako, ninaomba sasa nichukue fursa hii kuweza kualika, kukukaribisha ili uweze kuzungumza nasi kwa namna ambavyo umejiandaa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kana na hivi vivutio, kwanza ni wale wakazi wanaozunguka katika vile vivutio wanapata fursa ya kupata fursa mbalimbali kama kusindikiza wageni, lakini pili kuuza bidhaa za asili. Kama tunavyojua katika mikoa nyanda za juu kuna makabila mbalimbali kama Wanyakyusa, Wasafa na kadhalika. Kwa hiyo pindi wageni wanapofika katika maeneo haya hupenda pia kujifunza tamaduni nyingine, ndipo wananchi wanapata fursa ya kuuza hizo bidhaa zao. Kwa tukifanya shughuli mbalimbali za ulinzi, lakini pia usafishaji wa maeneo yetu, ambao wananchi pia wamekuwa wakipata fursa za kushiriki moja kwa moja katika kazi hizo. Wakazi wa Njombe, nitoe rai kwamba waje kwa wingi katika mabanda yetu, kwani tuna maafisa mbalimbali wenye weledi ambao wako maeneo haya. Kwa hiyo wakipata fursa kufika hapa watapata vitu vingi ambazo wakati mwingine wangeweza kutumia labda nguvu kubwa. Kwa mfano mathalan tuna fursa za uwekezaji. Kwa hiyo mtu akifika hapa kama anatamani kuja kuwekeza, inakuwa ni rahisi, anapata miongozo mara moja, anaanza uwekezaji wake. Kama mtu anataka kufanya biashara ya mazao ya misitu, nguzo, kuni na kadhalika, pia anaweza akaja hapa akapatiwa usajili na akaelezwa namna bora ya kufanya biashara hizo. Sisi ni chuo cha misitu Olmutonyi. Kama tunavyojua, maonesho haya ni siku ya misitu duniani, na sisi kama taasisi ya misitu ni taasisi ambayo inajihusisha na mafunzo, inatoa mafunzo ya uhifadhi wa misitu, kutunza iliyopo na kuendeleza mashamba mengine ambayo unakuta imeshavunwa, na tunafundisha mafunzo ya kupanda, uvunaji. Kwa hiyo kama taasisi ya misitu tumekuja hapa kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa misitu katika dunia. Tunaelewa misitu mbali na umuhimu wa kupatia malighafi uuze upate pesa, lakini misitu ndio uhai, inatupa hewa safi na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tupo hapa kama taasisi kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa misitu. Lakini tunapotoa elimu tunahakikisha pia tunawakaribisha katika taasisi yetu, walete watu wajifunze namna ya kuanzisha mashamba, namna ya kutunza bustani za miti, namna ya kupata thamani ya miti yake aliyonayo. Naweza kukuta mtu ana shamba lake binafsi anataka kuiuza. Anawezaje kuuza kitu ambacho kimesimama? Watu wanasema misitu ni kiwanda ambacho kimesimama. Sasa kiwanda hiki anawezaje kupata mali? Lazima afanye tathmini. Kwa hiyo tathmini kupitia vyuo vyetu tunatoa mafunzo ya uthaminishaji wa hiyo bidhaa, kwa sababu misitu sio kama nyama ya ng'ombe utapima kwa kilo. Mtu umesimama. Kwa hiyo lazima ufanyiwe vipimo, na wathaminishaji wanapata mafunzo kupitia vyuoni. Haijalishi umri, anaweza kawa ni mtu mzima. Tumekuja na kozi ambazo tumedesign za muda mfupi, wiki moja, wiki mbili, inategemea na mahitaji ya huyo mtu, anataka ya muda mfupi au hii yote. Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kuja kujifunza
kujifunza katika vyuo vyetu namna gani na ni miti gani ipandwe katika mazingira gani ili iweze kustahimili, kwa sababu mwingine anaweza kukuta anatamani kupanda mti, anaupanda Njombe, huu mti haustawi Njombe, unastawi Arusha. Kwa hiyo unapofika pale chuoni tutamfundisha na aina ya udongo na aina ya mti unaopandwa kulingana na location sahihi. Ndio maana unakuta kuna miti ukipanda kwenye chanzo cha maji kinakauka, lakini kupitia vyuo hivi anapata elimu, hapa nikapande mti gani, hapa nipande mti gani. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kupita kwenye hivi vyuo na kupata mafunzo, halijalishi umri, mzee au mtoto, kwa sababu hili jukumu ni la watu wote. Atapata elimu ya namna gani kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi.